السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Wapendwa ndugu zangu wafuatiliaji na watazamaji wote kwa ujumla, Allah subhanahu wa ta'ala atubariki wote kwa pamoja. Tunaendelea katika kubainisha mambo yanayotaallaq, yanofungamana na hii zakatul fitri. Tuliishia katika zile aina ya vyakula ambavyo hutolewa zaka ya fitri. Nitaomba nirudie kwa ajili ya faida. Imekuja katika hadithi mbalimbali ambazo ni sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, riwayati nyingi ambazo riwaya hizi fiha dhikru ba'd al-asnaf allati tukhraju minha zakatul fitri. Ndani yake kuna aina ambazo hutolewa zaka ya fitri. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Bi Aisha, hadithi ya Ibn Umar, alizitaja hizi aina: katamri kama vile tende, wa zabibu, wa al-aqat maziwa makavu, wa shair na shairi. Lakini walitofautiana wanazuoni nje ya vyakula hivi vilivyotajwa na Mtume. Ina maana kwamba je, tutastakiri katika hivi tutajikita kwenye hivi tu, ama kuna vingine ambavyo vinatakiwa tuvitoe? Mfano, sisi leo tunakula wali sana katika maeneo yetu ya huku Pwani, wali ambao haukutajwa kwenye hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, maana mchele haukutajwa, uruz. Lakini pia kuna qamhi, ina maana ngano hii kwa maana ya unga wa ngano. Je, yawaje katika hali kama hii? Sasa kuna khilafu ya wanazuoni. Faqtasara qaumun ala almansus alayhi, baadhi ya wanazuoni walisimama kwenye vile ambavyo vimeelezwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa atala akharun an-nadhara, lakini wengine wakaenda katika urefu sana, wakaika maangalizi yao, hawakuchukua hivi tu ambavyo Mtume kavitaja. Fa akhadhu bi maqsadi shari'i, wakachukua makusudio ya sheria. Makusudio ya sheria ni ighna'ul fuqara, kuwatosheleza mafukara. Hasa leo umempa tende siku ambayo watu wanakula wali na ndio chakula katika mji wake ule, umemsaidia nini? Ina maana kwamba hivi alivyozungumza Mtume viliendana na wakati wake na upendo wa vyakula hivi kwa wale watu wa Arabu waliokuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanadharu ila alwasf aljami' laha, lakini wanazuoni hawa waliruhusu kwamba vitolewe nje ya hivi, waliangalia ule wasifu unaovikusanya hivi vyakula alivyovitaja Mtume. Wasifu wake nini? Wa huwa al-iqtiyatu, ni kwamba vyaliwa, ni vyakula vinaliwa, watu wanavila katika kufurahikia, yani vyakula vinavyowafurahisha watu katika shughuli zao. Ai kaunuhu qutan, kuwa kwake ni chakula, wa ta'aman, na ndio hiyo chakula, yaatamidu alayhi ahlul baladi, watu wa mji ule wanavitegemea. Kwa hiyo ndio kauli ya wanazuoni wengi, waliona kwamba jumla ya hivi ambavyo Mtume kavitaja, basi huongezwa vyakula vile ambavyo miji husika ni pendwa kweli vyakula hivyo. Wa hadha al-akhir huwa al-mu'tamad, na kauli ya mwisho hii ndio tegemewa pia kwa mashekhe wetu, Sheikh Al-Khalili Al-Qanubi, Allah awahifadhi. Wa alayhi, na juu ya hili, fayajuzu, basi yajuzu, bali yajibu ikhraju zakatil fitri, bali ni wajibu kutolewa zaka fitri, min ghalib ma yaakuluhu wa yaqtatuhu ahlul balad, katika kile chakula ambacho mara nyingi uliwa na hupendwa na watu wa mji huo. Walau lam yudhkar fil hadithi, ijapo hakikutajwa kwenye hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akatoa mfano hapa, kal urzi, kama vile mchele, fi hadhihi al-ayyam, katika masiku haya tulionayo watu wanaupenda mchele, bal ya kurubia kwamba hakuna mahala katika uso wa ardhi kwamba hawali ila maeneo machache kweli. Naam, kuna zindusho hapa, tanbihi. Imetangulia ndugu yangu karibu hapa si muda mrefu kwamba makusudio ya kutoa zakatul fitri ni kuwa kiwe chakula kwa maskini, ndio makusudio. Wa alayhi, na juu ya hilo, fayajibu an yakuna aljinsul mukhraj mimma yaqtatuhu, iwe ile jinsi ya chakula kinachotolewa ni kile ambacho huliwa na watu wa mji ule, hata kama hakikutajwa katika hadithi. Wakadha fil muqabil, lakini vile mkabala wa hilo sasa, naomba hapa nieleweke, mkabala wa hilo sasa, la yajuzu, haijuzu
haijuzu, narejea tena, la yajuzu, haijuzu an tukhraja min shay'in la yat'amuhu ahlul baladi, kutolewa chakula ambacho watu wa mji ule hawakili, hata kama kimetajwa, wala ukana madhkuran fil hadithi, hata kama kimetajwa kwenye hadithi ya Mtume. Mfano, ukachukua al-aqt, maziwa ya kukaushwa, ukaenda kuwapa watu kwamba haya ndio yametajwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ama ukatoa tende wakati ule ambapo watu wanatakiwa wale chakula ambacho ni wali, ukasema bwana hichi ndio kimetajwa, kwa hiyo natoa hichi. La, haijuzu. Kinachojuzu ni kile chakula ambacho ni yuqtatu wa min ghalib quti dhalika albalad, ni katika chakula pendwa na ni mara nyingi kinatumika kwenye mji husika. Naam, ndugu zangu, naona kwa leo tuishie hapa. Wa shukran, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.